Ndugu zangu, kwanza awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye siku hii ya leo ametuwezesha kutukutanisha hapa katika jambo hili kubwa sana. Huu sasa ni mwaka wetu wa 11. Tulianza mashindano haya taratibu tukiwa katika viwanja vya Miteda kwa miaka kadhaa. Tukatoka tena tukaenda katika viwanja vya Sabasaba. Baadaye tukahama ukumbi wa Julius Nyerere pale Posta. Lakini mwaka huu tukapata ukumbi mzuri sana ulioko katika maeneo ambayo vijana wengi sana wanapatikana. Hakika Mungu ametufanyia hisani sana katika jambo hili. Niwapongeze wote ambao siku hii ya leo tukiwa katika 10 la pili, 10 la maghfira, tumediriki kwa pamoja katika jambo hili kubwa la kusikiliza vijana wetu. Na kama niseme waliosema waliotangulia, katika wote waliosoma hapa wote ni washindi. Kinachotofautiana ni alama tu. Mwingine amepata alama zaidi kuliko mwingine, lakini wote ni washindi. Na tunaambiwa kwamba ukisoma herufi moja nini sawabu yake, na hasa kipindi hiki. Na Mwenyezi Mungu ametueleza sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekazia kutueleza yale ya Mwenyezi Mungu, faida zinazopatikana katika swala zima ya kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba niwapongeze vijana hawa wote. Najua mashindano haya yalianza katika mchakato mbalimbali. Mengine fainali zilifanyika katika ngazi za awali, na wengine wale wachache waliletwa hapa kwa ajili kuwashuhudia vijana wetu wakionyesha kwamba jinsi gani walimu walifanya kazi kubwa ya kuwafanya vijana hawa wakihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakika ni miujiza. Wakati mwingine ukipewa peji moja tu iliandikwa maandishi ya kawaida, unaweza kukaa mwaka mzima ukashindwa kuikariri ile peji. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nuru aliyoiweka na miujiza aliyoweka, kitabu chenye sura 114 chote mtu anahifadhi juu 30. Na hapa tumeshuhudia vijana wetu wakifanya hii kazi kwa weledi mkubwa. Niwapongeze ashabu kazi. Haruna na wenzako niwapongeze sana. Mmeendelea kuifanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Kusimamia huo sio jambo dogo. Malezi ya vijana hawa, imani yangu kubwa, tunatengeneza vijana ambao watakuwa msaada mkubwa katika taifa letu hili leo na kesho. Lakini mashindano haya yanaunganisha vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam. Hii yote ni faida kubwa sana. Na katika hili naomba niwapongeze sana walimu wa madrasa kwa hii kazi kubwa mnayoifanya ya kufanya vijana wetu waweze kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakika walimu wetu wa madrasa, hakuna malipo yanayofanana na ile kazi ambayo naifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Allah walipe kwa wingi wa wema kwa jambo hili linalofanya kwa vijana wetu. Naomba kuchukua fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kama kiongozi wetu mkubwa katika kazi kubwa anaendelea kuifanya, kwanza nchi kuwa na utulivu na amani. Tunapata fursa ya kufanya masuala kama haya. Bila amani, utulivu, watu hawawezi kukusanyana na kufanya mambo yaliyokuwa na heri. Mataifa mengine leo hii amani inapotoweka, hata mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hawapati fursa kufanya ibada zao kwa nafasi, hawapati fursa kufanya kuswali tarawih na ibada zingine. Kwa hiyo tuna kila sababu kiongozi wetu mkuu wa taifa letu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayofanya yeye na serikali kwa ujumla kuhakikisha Watanzania wanahangaikiwa katika masuala yote ya muhimu ambayo yanatuwezesha sisi Watanzania kujinasibu kwema mbele kwamba Tanzania tuko salama. Katika hili tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika nukta hiyo ni waombe wa Tanzania, ajenda ya amani, ajenda hiyo ya kudumu kwetu sote.
Katika mataifa mengine huwezi kupata watu wamekaa kama hivi toka asubuhi wanasikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mataifa mengine huwezi kupata fursa hiyo. Watu wakiamka wanafikia wapi? Atakimbilia palipokuwa salama. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuendelee kuliombea taifa letu hili liende kudumu katika swala zima la amani. Amani, amani, amani. Bila amani hakuna biashara. Bila amani hakuna kujenga uchumi. Bila amani hakuna kujenga familia. Kwa hiyo amani ni jambo la msingi sana katika maisha yetu. Leo hii tukiwa katika mashindano ya 11, niwaombe ndugu zangu, niwaombe sana, tuendelee sana kuhubiri amani. Niwashukuru wadau wetu ambao umetuunga mkono katika jambo hili. Wengine ni wafanya biashara, wengine ni taasisi za kiraia. Niwashukuru sana. Kwa mfano ndugu yangu wana Afrika, leo ikikosa amani kampuni haiwezi kufanya kazi. Mitambo kule watu watachoma mitambo kwa sababu hakuna amani. Ndugu yangu Rajai Foundation, kazi yetu hiyo tumefanya. Tusingeweza kufika Nyaburu wala Zingiziwa wala Bondole kama amani ingekosekana. Kwa hiyo amani ndio msingi wa kila jambo katika maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu sana, tuendelee kulihubiri taifa letu amani. Na hasa tunapokwenda katika mikakati mipana kama ya taifa ya kuhakikisha ikifika mwaka 2050 inshallah Mungu akijalia, taifa letu liwe na kipato ambao GDP yetu tufike trilioni 1 dola za Kimarekani. Hatuwezi kufika huko kama taifa litakuwa sio salama. Hatuwezi kufika huko. Kwa hiyo ajenda ya amani ni jambo la msingi sana, na mimi leo ujumbe wangu wa leo, twendeni kuhakikisha tunadumisha amani katika taifa letu. Lakini waombe sana tuwaunge mkono wale kufanya mema. Mimi hapa nikupigie debe sana ndugu yangu, taasisi ya Rajai Foundation. Ni taasisi ya kiraia inayofanya kazi kwa ajili ya watu. Taasisi hii lazima iungwe mkono na watu waliokuwa makampuni, wafanya biashara. Kwa hiyo niombe sana kwa ile kazi unaendelea kuifanya, Mungu afanye nusra, tuendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini niombe makampuni yote ambayo CRDB, Magic Builders leo umekuja hapa, bahati mbaya hujasema huyu ndio mzalishaji wa wall put, the best wall put nchini mwetu. Nchi yetu ilikuwa ina nakisi ya wall put. Kama nchi tulikuwa tunatumia pesa za kigeni kuagiza wall put kutoka Misri kipindi kile na nchi zingine za Mashariki ya Kati. Leo hii Magic Builders wana surplus ya kuzalisha wall put ndani ya nchi na nchi zingine. Leo hii walikuwa the best exporters wa gypsum board, wanapeleka Kenya, Nairobi. Wall put leo zinaenda mpaka vijana wadogo kabisa, under 40. Ni vijana wa Tanzania. Kwa hiyo tuwapongeze sana wadau wetu mnapounga mkono mambo haya. Wenzetu wa Lake Energy wanapohangaika kuhakikisha wanasaidia kazi hii. Kwa wana Afrika tuwashukuru sana. Wote CRDB tuwashukuru sana. CRDB tuwashukuru sana, ndio tuna mwaka wa 3 wa 4. Lakini mimi kama nikiwa mlezi, fanyeni zaidi. Nikiwa mlezi napiga mstari hili, fanyeni zaidi. Tusonge mbele. Mimi nimefurahi sana leo hii Rajai, tumeshukuru sana. Katika ile upande wa zawadi, anasema mimi upande wa zawadi nitashughulika kwa kiwango kikubwa. Niwashukuru sana, sana. Sana sana sana. Nasema hili nitashughulika kwa upande mkubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana. Vijana wetu ambao leo mmesoma sasa, hii ni dhima kwetu. Waliohifadhi kitabu hichi chote, ni lazima kitabu hichi tukienzi, tukitunze. Haipendezi hata kidogo. Kijana amehifadhi kitabu kizima, lakini baada ya muda fulani ukimkuta mtaani hafanani na mtu aliohifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nadhani hili ni jambo vijana wetu nendeni mkalitunze kwa nguvu zote na kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa, tuendelee sote kuombeana kwa pamoja. Tuhakikishe safari yetu inaenda vizuri. Na mimi nikiwa mlezi wa taasisi ya Sabri Kafi, hakika mimi nikiona watu kama hivi, tumeanza mbali sana, tumeanza mbali. Nikiona watu naona hivi sasa tunaenda vizuri, na Mungu atulipe katika haya. Atusitiri katika mambo haya. Na kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi Mungu atakumihili na maghfira, basi atusamehe dhambi zetu zote. Tuwe kama watoto waliozaliwa na tuingize katika pepo yake ya Firdaus bila ya hesabu. Maana hesabu hatuziwezi, sisi viumbe dhaifu.
atuingize katika pepo yake bila hesabu. Leo ndugu zangu, hakuna hotuba leo kubwa. Wenzangu walikuwa angalia nilikuwa rekata. Lakini nilisema mwaka jana nilipokuwa Iringa katika mashindano ya Qur'an, na baadhi nadhani na majaji wengine nilikuwa nao mwaka jana hapa, kwamba napenda sana siku ya mashindano kama haya vijana wanapopata na walimu wapate zawadi. Wakati mwingine walimu wanajisikia vibaya sana siku kama ya leo, siku ya mashindano, mtoto anaondoka na zawadi nono, mwalimu kwake pale Buza kwa chini, kama unaenda Kitunda, mwalimu anapiga nguvu kutoka nazo mpaka hata bodaboda 1000 hapa. Akifika jioni, hata dakula jioni angalau na siku moja linakosekana. Ni washukuru taasisi zingine ambazo zinafanya vile. Na mimi niko mlezi, nilizungumza mwaka jana, na mwaka jana tena kwa sehemu nyingine kalizungumza jambo hili, swala zima la kuwajali walimu wetu. Hakika taasisi zote zinawajali walimu wetu, lakini tuende kuwajali zaidi walimu wetu. Na leo hii nikiwa mlezi ni hapa na surprise wa taasisi hii ya Ashabul Kahfi. Najua watoto wetu tumewashatengea zawadi, lakini mimi leo nina surprise kwa walimu. Niliambiwa na waratibu wangu, walimu karibuni vyuo 10, vyuo vingi 25 walifika ngazi mbalimbali za mashindano. Asubuhi wakati natoka huko nilimpigia mtu kwa sababu na walimu wangu leo nataka niende nikawape zawadi. Bahati nzuri watu wameniunga mkono hivi asubuhi. Takbir. Kwa hiyo walimu wangu leo mliofika nisemaye hapa hatoki kapa mtu aseme vijana. Leo nimeandaa zawadi surprise kwa walimu wangu wa madrasa. Wale waliofika Sharuna nusu finali kuanzia ngazi nusu finali na kuendelea, hawa watapata shilingi 100,000 hizi participation fee na nini. Lakini wale washindi hapa, mshindi yoyote atakayetangazwa, mtoto anachukua zawadi, mwalimu analamba 300,000 zawadi. Kwa provided mtoto wako amekuwa mshindi wa kwanza, akipata mshindi wa kwanza, mwalimu mtoto anapata zawadi na mwalimu anapata 300,000 hapa leo hii. Nimeambiwa walimu wako takribani mashindano yale zile group karibuni ziko karibuni 10. Kwa hiyo 10 mara 300 milioni ngapi? 3. Na participation fee ya walimu 25 milioni 2 na ngapi? Na nusu. Wadau wangu wamesema hili bwana Jafo, hili mlisema tutalifanyia kazi. Kwa hiyo Sharuna njoo hapa nikukabidhi milioni 5 na 500,000 kwa ajili ya zawadi ya walimu wangu leo hapa. Hii wadau wamesema katika jambo hili la heri. Nilimwambia tu nasema tutalifanya hili. Kwa hiyo bwana, wale walimu wangu leo hapa hakuna kuua winga, maana anasema naua winga. Unacheza na midfield. Unakata katikati hapa. Maana sisi tumezoea kutembea. Maana mimi simezoea kutembea sana kutoka kule veterinary pa inapiga mpaka hapa Yombo Mtuka. Ndio anasema tunapima viwanja. Unakata katikati hapa. Kwa hiyo Sharuna, hii ni ya walimu special, milioni 5 na 500,000. Kwa hiyo mwalimu ukiona mwanao kapata hapa mshindi wa kwanza, wewe una 300,000. Na mwanao ndio hapa, na mwanao kama ameingia finali, ndio ninazungumza nitakapo ufafanuzi. Mwanao kama ameingia finali, laki ngapi? 100,000. Mtoto akishinda 300,000. Ndio hii hapa. Nitaka mwalimu hapa alipe ufafanuzi. Kwa hiyo wale wanaingia finali, mtoto wako ameingia finali, laki ngapi? 1. Mtoto akishinda laki ngapi? Kwa hiyo kama una mtoto kashinda juzi ya kwanza mpaka ya mwisho, manake hapa leo watakuelewa sana mtaani. Takbir. Takbir.
watakuelewa mtaani sana. Sheikh Haruna, nikushukuru sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana ndugu zangu, nimefurahi, wazazi, majaji wote nimefurahi sana. Basi leo ni siku watu wataka kumsikiliza mshindi. Mimi naomba nikae kwa ajili ya kuhakikisha tunapata majibu kutoka kwa majaji wetu. Lakini mimi nina ugonjwa wangu, maana kila mtu ana ugonjwa wangu. Hata mke wangu hapa Bi Rehema anafahamu. Mimi ugonjwa wangu ni surati Ashri aya 17 mpaka 25. Katika mashindano ya Qur'ani mpaka nisikie ndo naona raha kabisa. Kwa hiyo Sheikh Omar Mwinyi, nikuombe ndugu yangu, kabla majaji hamjafanya, tupigie hizo aya 17 mpaka 24 surati Ashri, tupate raha ya pale Mungu anaposema laiti kama hichi kitabu, hii Qur'ani katika habari ingedondoka milima ingesambaratika kwa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini haya maneno haya yako katika kifua cha mwanadamu. Naomba shehe wangu tupite surati Ashri hapa, tuisikilize. Baada ya hapo tutaendelea na ratiba kupata matokeo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.